Kwenye kata yangu hili tukio yalitokea matukio ya watu wananchi kujeruhiwa, lakini sio kuuawa. Hili ni tukio la kwanza baada ya miaka huko nyuma, hatuna kumbukumbu sahihi, lakini kwa hii miaka hivi karibuni hili ni tukio la kwanza. Ila wananchi wanajeruhiwa, kama mwaka jana kuna mwananchi mmoja hivi pia alijeruhiwa na tembo, lakini kilichomsaidia ni kwamba alikuwa na pikipiki. Sasa tembo alikuwa anavuka, mmoja akawa amebaki amejificha. Wakati anapita, yule tembo akataka kumshambulia, akamwangusha, akamrusha kule. Kilichomsaidia yule bwana ni yule tembo alibaki na pikipiki. Yule jamaa akajitahidi kucrawl, basi akajiokoa maisha yake. Kwa hiyo hili tukio kwa kata yangu kwa miaka hivi karibuni ni tukio la kwanza. Na mbogo na tembo, lakini sio hatua ya kufikia kwamba labda kauawa mtu, hapana. Hili tukio ni la mara ya kwanza. Kijana Elibariki Arkadi mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa kijiji cha Kwara, kata Ndakiso, wilayani Babati, mkoani Manyara, amepumzishwa katika makazi yake ya milele baada ya kuuawa na tembo alipokuwa akilinda mazao dhidi ya wanyama waharibifu. Marehemu alifariki dunia alfajiri ya Machi 19 mwaka huu 2025 baada ya kushambuliwa na tembo katika shamba lililopo kijiji cha Gidedabo, kando ya hifadhi ya taifa Tarangire. Na kwa mujibu wa mashuhuda, Elibariki aliweza kumfukuza tembo huyo, lakini baadaye mnyama huyu alirejea na kumvamia na kusababisha majeraha yaliyopelekea kifo chake. Mke wa marehemu ameeleza kuwa mumewe aliondoka nyumbani usiku wa saa 8 kwa ajili ya kulinda mazao, lakini hakurejea, na baada ya wasiwasi kuongezeka, wananchi walianza msako na hatimaye wakamkuta kando ya barabara akiwa ameshafariki dunia kutokana na majeraha ya tembo huyo. Na hapa afisa maliasili pamoja na diwani wanaeleza hatua serikali wanazozichukua kwa ajili ya kukabiliana na tembo ambao wanavamia makazi ya watu. Mimi naitwa Hassani Mchau, Mr. HTM. Kwa majina naitwa Christopher Laiza, afisa maliasili na halmashauri ya Babati. Kuhusu tukio hili la binadamu kuuawa na tembo, inashangaza kidogo. Ilivyotokea, aliyeuawa ni mlinzi, ni mlinzi mzoefu. Imetokea tu kama bahati mbaya, kwa sababu bwana Elibariki alishamtoa tembo akamsogeza umbali kadhaa, lakini kwa kuwa tembo huyu alishakuwa na tabia ya kubadilisha tabia, basi huyu mlinzi hakujua. Ndipo tembo huyu alipomgeukia na kupelekea kusababisha kifo kwa mpendwa wetu Elibariki. Kwa ufupi ni kwamba kijiji hiki tuna haja ya kwenda kutoa elimu zaidi juu ya tabia ya wanyama, na hasa tembo anapokuwa mmoja. Wanapokumbana na tembo mmoja, walinzi wetu wanahitaji kuchukua tahadhari, kwa sababu tembo mmoja aidha katengwa kwenye kundi, au mara pengine alishakuwa ni mnyama aliyebadilisha tabia. Ni mnyama ambayo mara pengine sio inahitaji mbinu ya kuweza kumkabili au kumdhibiti kwenye mazao. Kwa hiyo kilichotokea ni bahati mbaya, na tumejipanga pia kwenda kutoa elimu na tabia ya wanyama na namna kukabiliana na hao tembo kwa kijiji cha Gidedabo na kijiji cha Endadoshi na Ayamango. Kwa kijiji cha Mwikansi kwa kiasi kikubwa tumeshatoa elimu ya kutosha. Ukimwangalia huyu tembo kwa tarehe 18 aliingia majira ya mchana kwenye mashamba kijiji cha Mwikansi, akadhibitiwa. Kwa hiyo yamkini baada ya kudhibitiwa kwa kutumia mbinu mbalimbali na vifaa vya kufukuzia tembo, ndipo alipohamia kijiji cha pili. Sasa kwa sababu walinzi hawajui kwamba huyu tembo alikotokea amepata ghadhabu kiasi gani, basi ikatokea kwamba amefanya kugeuka na kusababisha madhara kwa mpendwa wetu Elibariki. Kwa hiyo sisi kama maafisa wa wanyamapori tunajipanga hasa kuitisha vikao vya dharura katika vijiji hivi ambavyo nimevitaja, kwenda kutoa elimu ya hifadhi, lakini pia tabia ya wanyama kwa jamii yetu. Kwa mujibu wa kanuni hizi, kwa mujibu wa kanuni ya kifuta machozi ya 2011 ambayo imefanywa marejeo,
mabadiliko madogo yamefanyika. Kwa hiyo kwa mtu kujeruhiwa au mtu kusababishwa kifo kama ilivyotokea, kuna taratibu tunaendelea nazo kukamilisha taarifa kwa familia. Mwisho wa siku tutazituma wizarani kwa katibu mkuu, Wizara ya Maliasili na Utalii. Ndani ya siku 14 basi mjane au yule ambaye ametamkwa kwenye kikao cha mirathi basi atahusika kupewa hicho mkono wa pole ambao tunaita mkono wa pole ambao ni kiasi takriban milioni 2. Kwa kipindi hichi kwanza ujasiri kwa walinzi wetu kule mashambani utakuwa umepungua. Kwa hiyo kama unavyoona gari hapo mbele yako, tangu jizu tumetoa gari, maaskari wako kule na hata hapa wanaondoka sasa hivi kupumzika kidogo, alafu warejee kumsaka huyo tembo mmoja. Kuna maelekezo tumepewa na serikali, siwezi kusema hapa. Manake pia hatuwezi kuona wananchi wanaendelea kupoteza uhai kila mwaka. Kwa hiyo kuna hatua na maelekezo tumepewa. Atakapobainika yule tembo aliyesababisha kifo, basi tuamua kuweka mazingira salama. Wananchi hawa waendelee kuwa na ujasiri ya kulinda mazao yao au mali yao kwa ujumla. Kwa majina naitwa Hasani Dodo, ndiye diwani wa kata ya Endakiso. Siku ya tarehe 19 asubuhi nilipewa taarifa na mtendaji wangu wa kijiji cha Gijedabu kwamba kuna mwananchi ameuawa na tembo. Basi nilipopata hizo taarifa, mimi nikampigia mwenyekiti wa kijiji cha Gijedabu, kabidi na mimi niungane na wenzangu kwenda kwenye eneo la tukio. Ni kweli tulipofika tukakuta yule kijana wetu ameuawa na tembo, na tulipojaribu kuuliza walioko maeneo yale, tukaambiwa ni kweli huwa wanakuwa na utaratibu wa kulinda mazao yao, kwa sababu eneo lile liko mpakani na hifadhi ya Tarangire, na si mwaka huu tu, ni miaka yote huwa wanafanya kazi ya ulinzi, ila mara nyingi huwa wanashirikiana. Sasa juzi kwa taarifa, huyu bwana alikuwa peke yake, tembo huyo ni mmoja, na alifanikiwa kumtoa kwenye shamba lake, sababu hata mahali alipomuulia ni kwenye shamba la jirani. Basi tulipofika pale tukafanya utaratibu. Bahati nzuri nilikuwa na mawasiliano na afisa maliasili ambaye ndio huyu hapa amefika, Liza. Tukafanya utaratibu angalau na yeye akafika eneo la tukio. Baadaye tukashirikiana, tukaita polisi wakaja, wakafanya uchunguzi kwa hatua za mwanzo. Baadaye kuonekana kweli ni tembo na mazingira jinsi yalivyo, tukafanya tu utaratibu. Walikuwa na gari la polisi pale, tukampakia marehemu tukampeleka mochwari. Jana tumekwenda kule polisi kwa ajili ya kufanya uchunguzi zaidi, kufanya postmortem kwa ajili ya pia kufuatilia haki za marehemu, kwa sababu serikali imeweka utaratibu kwamba mnyama anapomuua binadamu katika mazingira ya wanamoishi watu, kuna kifuta machozi ambacho ni shilingi milioni 2. Kwa hiyo jana mimi nilikwenda polisi kama diwani kuhakikisha kwamba stahiki za marehemu tunafuatilia taratibu hizo ili aweze kupata stahiki. Tumeshapata utaratibu kwamba baada ya mazishi watakaa familia, watamteua msimamizi wa mirathi, na tunaamini atakuwa mke wake ili iwe rahisi. Lakini pia asubuhi hii kuna watu waliokwenda kwa ajili ya kufanya postmortem kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya kuandaa zile fomu za marehemu kupata stahiki zake. Sisi kata ya Endakiso kwa ujumla tumepakana na hifadhi ya Tarangire. Tuko jirani, tumepakana nayo hifadhi ya Tarangire, hasa kwa kijiji cha Gijedabu na kipande cha Endakiso. Tumewaelimisha wananchi mara nyingi sana, wananchi wa Gijedabu. Wapo vijana ambao wamepata mafunzo kwa kutumia yale mabomu ambayo ni ya kuwafukuza tembo wanapokuja ndani ya maeneo yetu, kwa sababu hili eneo zamani miaka yuko nyuma lilikuwa hifadhi. Sasa wanyama kama kipindi cha kiangazi, ukame unapokuwa mwingi kule porini, wanyama wanakuja mpaka huku mlimani. Sasa wananchi tumewaelimisha sana, na tulikuwa tumepanga bado tutakwenda kutoa tena elimu kwa wananchi, hasa kijiji cha Gijedabu ambacho ndio kiko kimepakana kabisa na hifadhi ya Tarangire, sababu wanyama pale ikifika saa 12 wako mtaani. Kwa hiyo wananchi tutaendelea kuwapa elimu, lakini walishaelimishwa namna ya kushirikiana wanapokuja tembo, namna ya kuwafukuza. Wanaelewa ni ajali kama ajali tu imetokea basi, kwa sababu huyu kijana ana uzoefu.
wa kuwaswaga tembo. Kwa kweli ni imetokea basi, lakini wananchi wanapata elimu na tutaendelea kuwaelimisha namna ya kushirikiana kulinda tembo na namna ya kuwafukuza wanyama hatarishi, haswa katika kijiji cha Kijeda Musando, kijiji ambacho kiko mpakani kabisa na hifadhi ya Tarangire.